Jumapili asubuhi. Njoo pamoja tumshangilie Mungu wetu kwa mema anayotutendea kila siku. Utasikia neno la Mungu na shuhuda nyingi zinazotutia nguvu. Chagua Star TV, kituo kilicho bora. Star TV brightens your day. Na mtazamaji, ni kukaribishe tena katika kipindi hiki cha Amka Tumsifu Mungu, ambapo utakuwa nami mtangazaji wako Andrea Amos Masanja. Imani yangu ya kwamba unaendelea kubarikiwa zaidi na kila ambacho kinaendelea katika asubuhi ya leo, ikiwa ni Jumapili nyingine ya pekee kabisa iliyojaa mibaraka tele kwa kila mmoja. Umetoka kutazama kipindi kizuri kabisa Wasifu wa Subira, ambapo ni kipindi kilichokufanya wewe kujisikia vizuri na kuwa na imani katika kila ambacho tunakizungumza. Wengine wakiwa wameenda kanisani na wengine pia wakiwa nyumbani, lakini unaweza kufungulia runinga yako ukiwa hapo nyumbani na ukatutazama kwa kila ambacho kinaendelea kwa sasa. Bila kupoteza wakati, nikupe kongole sana kwa mtazamaji yoyote yule ambaye ulikuwa na nafasi nzuri kwa kutazama vipindi vyote na kuelekea katika kipindi kingine, ambapo leo tutakuwa na moja kati ya waimbaji wanaofanya vizuri sana kupitia mtandaoni na pia wanafanya vizuri kupitia majukwaa mbalimbali ambayo wameweza kuyashiriki. Nimekuwa ni mdau wa karibu kufuatilia na kutazama kila ambacho kinaendelea, hususan kwa waimbaji mbalimbali, ambapo kipindi hiki pia kinakufanya kuwafahamu na kuwajua kwa kina zaidi kwa kila ambacho wanakifanya. Siku ya leo nitakuwa na mwenyekiti wa umoja wa waimbaji wa nyimbo za Injili kutoka hapa jijini Mwanza, na pia ni mwalimu anayefundisha shule mbalimbali kufanya watoto katika misingi ya imani na pia kufanya watoto kuwa vizuri zaidi katika misingi ya kidunia. Nipende kukukaribisha sana uungane nami na kumfahamu zaidi kwa kina wapi ametoka na wapi anaelekea na ni kwa nini yuko hapa na anahitaji nini kutoka pia kwa wadau mbalimbali ambao wanamtazama na kumfuatilia kupitia kazi yake ya uinjilisti, kazi hii ya uimbaji ambayo anaifanya. Karibu sana katika mahojiano haya na nipende moja kwa moja kuungana naye. Karibu sana. Asante sana. Karibu sana, karibu sana. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe sana. Amina. Naona mambo si mabaya. Tunashukuru Mungu. Ukiwa na tabasamu na pekee kabisa asubuhi ya leo. Ni neema tu, ni neema ya Mungu Bwana kwa kweli, kwa sababu si wote ambao wameweza kuiona siku hii ya leo. Kweli kabisa. Wengine wamelala wakapitiliza, lakini nafasi na uwepo wa Bwana ambao Mungu ametupatia ni wa pekee zaidi. Amina. Na imani ni mara ya kwanza kufika hapa? Ni mara ya kwanza kweli kufika hapa, miaka mingi sana. Unajisikiaje kukaa hapa? Jisikia amani sana, furaha sana. Unajisikia amani? Star TV. Star TV, na imani ndoto yako imetimia sasa. Imetimia, yaani kutoka kuisikia kupita barabarani, leo ndani ya mjengo. Na kutazama vipindi mbalimbali. Tazama vipindi, lakini leo nafikiri kwa neema ya Mungu imempendeza niwepo mahali hapa, kwa nashukuru na furaha pia. Bwana Yesu asifiwe. Amina, asifiwe sana. Huko naye pia kwa sababu Waislamu hapo kwenye Ramadhani na Wakristo hapo kwenye Kwaresma. Kwaresma. Sijafunga. Sijui uko pande gani. Mimi nipo Kwaresma lakini sijafunga. Ndio kweli. Sawa. Kwa wale watazamaji ambao wanatutazama kwa sasa, tungependa tukufahamu jina lako, unaitwa nani na unatoka wapi pia? Mimi jina langu ni Allen Mlelwa. Ninatoka Njombe, Ludewa kabisa, Ziwa Nyasa, lakini naishi Mwanza, nipo Mwanza kikazi. Nimesema mimi ni mwalimu professional. Yaani taaluma yangu mimi ni mwalimu. Na kwa sasa nipo sekondari hapo, Pasiansi sekondari nafundisha. Ndio. Nimekuwa nikikufuatilia katika majukwaa mbalimbali ya tasnia muziki, ukidumbuiza bwana. Nasema ukiimba na wimbo ambao uliweza kunikosha ni ule wimbo niliutazama video yake, ulikuwa kuna style ya kucheza taarabu. Taarabu tumekuwa tukifuatilia kutazama nyimbo mbalimbali za kidunia kwa wasanii wetu hapa mbalimbali waliopo hapa Tanzania na hata nje pia. Taarabu inachukuliwa kama msanii wa kidunia zaidi, na kwa Injili huku kwangu mimi ni mara ya kwanza kutazama video yako ukiwa umeka katika staili ya taarabu. Nini ambacho ulifikiria ukaona hapa ngoja na mimi nije na kitu changu cha tofauti
Kwanza labda hapo nikurekebishe kwanza. Taarabu sio muziki wa kidunia. Ndio. Alafu mimi siimbi muziki wa kidunia. Mimi naimba muziki wa Injili. Lakini huo nimeimba katika maadhi ya taarabu. Na asili taarabu ni muziki asilia wa Tanzania. Kwa watu wajui, lakini siku nikipata muda mrefu nitachimbua chimbuko la taarabu mpaka ikawaje mpaka nikaimba. Lakini hata kuimba mimi sio mtu wa kwanza kuimba. Mtu wa kwanza kuimba taarabu gospel taarabu ni Jackson Bent. Nafikiri siku hizi ni mchungaji, yuko Arusha kule. Kwa ni mafunuo tu yalikuja kwamba tunahitaji katika menu ya Mungu tuwe pia na aina tofauti za muziki ili kila mtu aweze kusikiliza. Nataka hip hop apate, nataka R&B ambao mnaita ni worship apate, nataka sebene apate, nataka taarabu apate. Lengo tu kujenga mwili wa Kristo. Na ukitazama wewe ni mwenyekiti wa umoja wa waimbaji. Ndio. Hapa Kandaziwa. Yes, Mwanza. Binafsi. Ndio. Kandaziwa. Wimbo wako nimetazama una miaka 5 imepita na una watazamaji views takribani 1100 120 kama na moja hivi. 121 nimetazama pale. Siri ni ipi je? Muundo uliokuja nao na mazingira uliokuwa umetengeza video ile ndio iliweza kupelekea kupata viewers wengi kiasi hicho? Mimi nadhani neema ya Mungu tu, kwa sababu watu wengi wanarekodi videos kwa gharama kubwa na zinakuwa nzuri kuliko hata ya kwangu. Lakini Mungu kunipa watu wote wameangalia wimbo wangu, mimi nashukuru kwa sababu hata mimi ni kitu ambacho sikutegemea, lakini nafikiri neema ya Mungu tu. Yaani sina jibu jingine yote, ni neema ya Mungu tu. na pale palikuwa wapi pale? Hapa ni hapo Havion Hotel hapo. Ndio nilipokuwa nimerekodia. Na ni video yako yenye gharama zaidi ama kuna video nyingine? Hiyo video haina gharama yoyote kwa sababu nimshukuru, yani gharama ni muda na maombi, kwa sababu hata ile alirekodi bure baada ya kupenda wimbo wangu, akapenda message iliyopo kwenye wimbo, akasema bwana nitakuja nirekodi. Ni rafiki yangu mmoja yuko Zanzibar. Sawa. Alitoka Zanzibar akaja kunirekodi Mwanza. Kwa hiyo ni video yako ya ngapi hiyo? Hiyo ni video yangu ya pili. Ya pili. Kuna ya kwanza ilikuwa vizuri sana. Unajua tunajitafuta, lakini video ya pili. Siku umeambiwa jamaa ni rafiki yako ama ni mtu tu Of course nilikuwa nafahamiana naye sio sana, lakini urafiki ukajengeka zaidi baada ya kunitafuta na kuniambia bwana nitafanya kazi yako. Sitakutoza gharama yoyote ile. Ulipokeaje swala hili na ulipokea vizuri sana ukiwa unajitafuta? Yaani nilikuwa najitafuta, nilipokea vizuri, nikajua hapa Mungu ameanza kuniona. Kwa sababu mimi ni nani? Yaani nani mtu anakuja na kuambia wewe nimeona wimbo wako, nimesikia wimbo wako redioni, nataka nikufanyie video bure. Na si rahisi. Na si rahisi kwa kweli. Kutokea kwa mtu kujitokeza kabisa na kushuti bure kwa gharama. Yaani kabisa kwa Tanzania si rahisi. Tuna struggle sana. Sasa mimi ningependa tuanze na kapela. Wewe wimbo nilipenda sana. Mimi natamani tusikilize kapela. Niacheni nimbe. Niacheni nimbe, niacheni nimbe, nimuimbie Yesu, niacheni nimbe, niacheni nimbe, nimuimbie Yesu, maana yeye anipenda. Yesu kwangu ni rafiki, kwake mimi ninashinda, tena bila unafiki, kazi kwenu wanafiki, kwa Yesu siambiliki, mimi ninamuafiki, moyo nisifadhaiki. Hapo unaweza keshia hapo. Ulifikiria nini kuandika hivyo kwamba kuna maneno pale umeyataja? Unafiki pale. Yani unajua Mungu hapendi unafiki. Kwa Yesu hakuna unafiki. Kuna watu wanapenda kwenye maisha tunaishi na wanafiki wengi sana. Sasa mimi unajua unavyoimba unagusa maeneo mbalimbali kwamba mimi sina unafiki. Kwa Yesu mimi siambiliki. Yesu wangu amenibariki. Na kwa Yesu mimi sitafutiki. Sawa. Ni baadhi tu ya mistari ya Kiswahili hapo. Nyimbo zako unaandika katika mazingira yapi? Mimi tukianzia wimbo huu ulioandika. Of course huu wimbo niliandika nilikuwa shuleni, nilikuwa chini ya mti nimekaa. Wazo likaja, niacheni niimbe. Muda huo ulikuwa umemaliza masomo? Huu wimbo nimeomba miaka 5 iliyopita, nilikuwa tayari ni mwalimu. Nilikuwa hapa Lumala Sekondari. Nilikuwa chini ya mti pale, nilikuwa nimetulia zangu pale na tafakari. Likaja wazo, nilikuwa nikiimba gospel taarabu na kuaje. Niacheni niimbe, nikaanza hiyo chorus.
Na kuna mwalimu mmoja hivi tena kaja akanisupport kabisa, na mchungaji Hekima akaniambia, bwana hebu hichi kitu kifanye kitakuwa kizuri. Niliandika siku ile pale kwenye mti, niliandika verse ya kwanza, nikaandika chorus, nikaenda kumalizia verse ya pili nyumbani. Sawa. Ndio. Uandishi wako unazingatia nini hasa cha msingi kuhakikisha huu wimbo nilioandika leo nimeandika wimbo mzuri na ina imani lazima kila mtu atapokea? Ya cha kwanza unaomba kwanza. Kwamba Mungu anahitaji nifanye kitu hiki. Unaweza kawa unataka uimbe kitu fulani lakini ukakuta unapata wazo la kitu fulani. Kwa hapo hakunaga principle kwamba leo nataka nitunge wimbo wa imani. Unaimba tu. Mimi kuna nyimbo nyingi nimeimba, afu baadaye nilikuja kuzisikiliza, kwa mfano nikakuta nyingine zinanihusu yani mwenyewe, yani kuna mapito fulani nimeyapitia, nakuta wimbo bora nilikuwa na uimba mimi nilikuwa nalenga jamii fulani, biadhira kundi fulani bila watu, lakini nakuta inakupata wewe mwenyewe. Ya, kwa mazingira huwa yani uwezo kuwa na mazingira rasmi ya kuandika wimbo labda. Ndio. Sawa. Kwa yule mtazamaji ambaye anakutazama kwa sasa mtandaoni, mimi nilikufuatilia pale nikaandika Allen Mlelwa. Allen Mlelwa. Na mtazamaji, kwa yule ambaye unatufuatilia kwa sasa kupitia Star TV tukiwa mbashara ama live, unaweza kuchukua simu yako pale na ukaingia YouTube kupitia mitandao ya kijamii ukaandika Allen Mlelwa. Ukishaandika pale Allen Mlelwa utaona nyimbo zote ambazo tayari ameshazitoa video pamoja na audio. Utazitazama pale na pia kisha unaweza ukatoa maoni yako, kucomment kupitia account yake kwa kazi namna anayoifanya hii ambayo ameamua kujitoa, kazi ya utendaji na ni kazi pia ya utume. Yeah. Miaka 5 imepita na mpaka sasa ni katika miaka 5 ya uandishi ambao umeweza kuandika, na katika miaka 5 ya safari ya kupambania kipaji na karama ambayo Mungu ameweza kukupatia, nini cha pekee ambacho umeweza kujifunza zaidi mpaka sasa hapo ulipofika, licha kuwa wewe ni mwalimu na pia ni mwimbaji na pia bado ni kiongozi? Okay, kwanza nimejifunza kuishi vizuri na watu, kwa sababu ukiishi vizuri na watu unapata connection. Katika uimbaji nimepata marafiki wengi sana. Kuna marafiki wachungaji, maaskofu, waimbaji wenzangu na wanajamii wengine pia, kwa maana ya washirika mbalimbali. Hicho cha kwanza nimejifunza hicho. Japo humo kuna changamoto pia, namna ya kuishi na watu, namna ya kuwafikishia ujumbe, ni vitu vya kawaida ambavyo tunakuwa tunavipitia katika masuala ya uinjilishaji. Hata mchungaji ana changamoto zake anapitia, sio uimbaji ni vile vile. Kuna changamoto kumfikia mtu, au sehemu nyingine unaenda unaalikwa pale, unapiga kazi siku 5 alafu mchungaji anaingia mitini, ni kitu cha kawaida tu. Kwa nimejifunza kuishi vizuri na watu ni vizuri pia, lakini pia kutenda haki. Kwenye maisha yako ulishawahi kudanganywa na mtu ambaye uliamini kabisa hawezi kukufanyia hicho kitu na alikuahidi kukufikisha sehemu fulani na kuweza kukufikisha? Ya, kweli nishadanganya bwana. Kuna jamaa mmoja hivi alinidanganya. Sasa sijajua alinidanganya, ila nafikiri alinidanganya kwa sababu hakutimiza mpaka leo. Kuna aliniahidi, bwana njoo, nimeona huduma yako nzuri, mimi nataka nifanye nini? Nikusaidie. Nikikupa 10,000 utafanyia nini? Nikamwambia 10,000 ukinipa mimi cha kwanza nitanunua kamera moja nzuri ya kisasa ya kutosha. Hiyo milioni ngapi? Milioni 5 ngapi hivi, hiyo ni support kwenye safari zangu na huduma yangu. Alafu na inayobaki nitanunua vifaa vya studio ili nianze na mimi kuboost vipaji vya watu wengine huko. Unaona? Aliniahidi kabisa, akachukua kamera, kila kitu akaandika nini, lakini baadaye kampiani ndo akaingia mitini mpaka leo. Na sikuamini kwa sababu alikuwa ni mtu wangu wa karibu. Mpaka leo yani ukiwasiliana naye hilo swala aliongelea kabisa. Kwa mpaka sasa uwezo kumwamini mtu hata pia. Na ni miaka 5 leo, miaka 6 iliyopita, kwa sababu hata kama ulikuwa sijaimba ni miaka mingi sana. Ni miaka mingi ndio. Hapo naweza nikakupa pole. Asante. Safari ya waimbaji wengi. Ndio hivyo. Kalama ulionayo na changamoto ni nyingi pia. Watu ambao mnajitoa kufanya kazi ya Bwana, kiukweli changamoto ni nyingi. Wewe ni kiongozi, ni mwenyekiti wa umoja wa waimbaji kanda ya Ziwa. Waimbaji wanaoimba nyimbo za binafsi za injili, ndio. Za injili ya binafsi. Changamoto kubwa ambayo inawakumba sana ni ipi, na unatamani hata pia mtazamaji ambaye anatusikiliza kwa sasa na mdau wa karibu ambaye anawafuatilia waimbaji wengi wa nyimbo za injili liweze kushughulikiwa kikamilifu ili muweze kufika pale ambapo Okay. Asante sana. Mimi tamanio langu la kwanza, napenda waimbaji tuwe wamoja. Na siku nilipochaguliwa kwa mwenyekiti nilisema hivi, mimi nitahakikisha waimbaji tunakaa sehemu moja, tunakuwa wamoja kama Biblia inavyotuagiza kwamba tuwe wamoja.
hata Mungu katika utatu mtakatifu alikuwa wamoja. Na huwa najisikia vibaya sana kuona kila mwimbaji anafanya kazi peke yake. Na ili na uniongekeze na waimbaji wa Mwanza, ninawakaribisha sana katika umoja wetu. Ni umoja mzuri, tunaelekea kuzuri, lakini changamoto kubwa ya waimbaji wa Mwanza kwa miaka ambayo nimeishi Mwanza, mimi na wachana live hawapendi umoja kwa kweli. Yaani hawapendi umoja, wanapenda kukaa kila mtu peke yake au kuanzisha magrupu. Yaani mnakuwa na umoja, hapo bado unakuta watu wanafanya nini? Wanajigawa tena kwenye makundi mengine, hapo mwisho wa siku hawezi akafanya umoja wenye nguvu tukaenda mbele. Sawa. Nini ambacho unakihitaji kutoka kwa mashabiki na wadau wa karibu ambao wanatamani kukusupport na wale pia wanaokutazama kupitia mitandao ya kijamii? Hoja, mimi naomba waendelee kunisupport kwa kupitia YouTube account yangu, wakasubscribe pale, wakaandike jina langu Allen Mlelwa, waweze kuona kazi zangu ziko pale, na kuna kazi mpya kabisa zipo kama 5 hivi naziandaa zitakuja. Na naomba tu waniombee, na wakiweza kunisupport kwa pesa, kwa maombi, kwa kitu chochote kile, mimi nitawashukuru sana. Naam, asante sana kwa yule asante sana kwa yule mtazamaji ambaye ulikuwa ukitufuatilia, na nilikuwa na Allen Mlelwa, mmoja kati ya viongozi wakubwa sana, ni mwenyekiti wa umoja wa waimbaji binafsi wa nyimbo za Injili. Anafanya vizuri sana kupitia YouTube yake channel pale, unaweza kaingia ukatazama namna jinsi anavyofanya kazi hii ya Bwana. Lakini pia nimetazama nyimbo zake mbalimbali na jinsi alivyojieleza kulingana na muda jinsi ulivyomfinyo. Tuko na watu wengi ambao tutakuwa nao siku hii ya leo. Moja kwa moja ninakupeleka sasa kwenda kutazama ule wimbo ambao umesema unaitwa Niacheni Niimbe. Niacheni Niimbe, wimbo ambao mimi pia nilivyotazama nikawa na mashaka kidogo, mbona nenda kama taalamu. Karibu sana utazame wimbo huo, na nitakukaribisha pia tena katika vipindi vingine. Huenda kipindi hiki ndio kinaweza kutufikisha tamati siku hii ya leo. Karibu sana katika vipindi vingine ambavyo vitakuwa vikiendelea. Karibu tumalizie na wimbo huo, na pia Mungu ataendelea kukubariki zaidi, ikiwa ni siku njema na yenye mibaraka tele, Jumapili iliyo takatifu. Asante sana, Mungu akubariki pia. Tazama